Tupo hapa katika ukumbi wa Gold Crest mkoani Mwanza ambapo mkutano wa madaktari bingwa wa usingizi na ganzi tiba unafanyika. Lengo kubwa ni kutoa mafunzo kwa madaktari na wanafunzi jinsi ya matumizi sahihi ya dawa za usingizi na ganzi. Swali ni je, kwa nini kuna dawa za usingizi? Daktari Mpoki Ulisubisya, mtaalamu wa usingizi na ganzi tiba, anatueleza zaidi. Tunahitaji usingizi na ganzi tiba ili mgonjwa asisikie wala kuona wakati mwingine. Mgonjwa anayetoka kupasuliwa upasuaji, kama kuna mmoja wenu hapa alifanywa upasuaji atakubaliana na mimi kwamba huwa hawajui. Analala tu usingizi, akiamka operation imeshaisha. Ndio maana lazima kuwe na utaalamu, na utaalamu unazidi kuwa bora zaidi. Licha ya kuwa na umuhimu mkubwa sana wa hizi dawa za usingizi na ganzi, lakini changamoto kubwa ni idadi ya wataalamu. Kumbe katika Tanzania hatuna wabobezi au ma specialist. Kwa kazi nyingi tunafanya kwa tashifu au tertiary. Kwa watu huduma afya wengine wanawezeshwa, wanapewa uwezo wa kutoa hizi huduma, lakini hawezi kaenda kwenye huduma za kidini. Kwa kilichopo ndio maana tunasema serikali yetu tuwezeshe tuweze kuwafundisha kufikia hatua ya ubingwa. Kada hii kidogo ina changamoto ya watu wa huduma ni wachache, hasa kwa upande wa madaktari, lakini tunajitahidi kuongeza training kwa madaktari na wauguzi pia. Lakini pia athari ni kubwa kwa sababu kundi la watoto wanahitaji uangalizi mkubwa zaidi kuliko kwa watu wazima. Kwa hiyo hii gap ambayo madaktari ni wachache, hasa ambao wanadeal na watoto, inapelekea kuwa na complications nyingi sana kwa watoto, na pia operation nyingi za watoto wakati mwingine zinashindwa kufanyika nchini. Kwa hiyo inawalazimu watoto pia kwenda nchi za nje kutafuta huduma hii ya kitaalamu ya operation na pia ya dawa za usingizi na ganzi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.